Dakika za mwisho za maisha yake, kinyonga hubadilisha rangi kwa kasi. Katika msimu wa mvua wa Novemba huko Madagascar, mayai ya kinyonga huanguliwa baada ya miezi 7. Dakika chache tu baada ya kuzaliwa, tayari anaanza safari ya kuendeleza kizazi. Ana muda kidogo tu baada ya miezi 4 ya kuishi. Hajawahi kulelewa na wazazi, lazima ajitegemee mwenyewe. Kwa ulimi mrefu mara 2 ya mwili wake, anaweza kukamata zaidi ya nzi 100 kwa siku. Ndani ya wiki 2, ukubwa wake unaweza kuongezeka mara 2. Lakini maeneo yenye chakula kingi yana hatari nyingi pia. Lazima aishi humo kwa miezi 4. Baadaye mwili wake huanza kubadilika. Ngozi yake hupata rangi angavu, ishara ya mwisho wa maisha yake inaanza. Mayai yaliyokomaa yanaonekana tayari tumboni mwake. Akiwa amebeba mayai mazito, lazima sasa atafute dume. Madume hupigana kwanza. Mshindi ndiye hupata nafasi ya kupandana naye. Baada ya hapo hawatakutana tena. Hatimaye anapata sehemu salama ya kutaga mayai. Maisha yake yote mafupi yalikuwa kwa ajili ya wakati huu tu. Anataga mayai 8. Kisha anatumia nguvu zake za mwisho kuyaficha. Na safari yake inaishia hapo. Kabla ya kufa, ngozi yake hupiga kwa rangi zisizoeleweka, kana kwamba mwili wake mwenyewe unaaga dunia.